Wiki takatifu, safari ya wokovu. Tafakari ya neno la Mungu kutoka meza yetu ya makala maalum, Dominika ya Pasaka, ambapo tunasherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo katika mwaka huu wa kanisa, mwaka A. Mpenzi msikilizaji, leo si siku ya kawaida. Leo ni siku ambayo historia ilibadilika. Leo ni siku ambayo giza lilishindwa, na leo ni siku ambayo mauti yalipoteza nguvu yake. Kristo amefufuka. Aleluya, aleluya. Karibu katika sherehe kuu kuliko zote katika imani yetu, yaani Pasaka ya Bwana, siku ya ushindi wa uzima juu ya kifo, mwanga juu ya giza na tumaini juu ya kukata tamaa. Mama Kanisa leo anaimba kwa furaha. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tuishangilie na kuifurahia. Katika somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 34 kisha 37 hadi 43, tunamsikia Mtume Petro akitoa ushuhuda wenye nguvu na nukuu: Mungu alimfufua siku ya tatu, mwisho wa nukuu. Haya si maneno ya kusimulia tu, ni ushuhuda wa mtu aliyemwona Kristo mfufuka. Petro anasema wazi na nukuu: sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake, mwisho wa nukuu. Hapa tunaona jambo muhimu sana. Ufufuko si hadithi ya kufikirika, ni tukio halisi lililoshuhudiwa, na ushuhuda huu unaendelea hadi leo kupitia kanisa, kupitia waamini, kupitia wewe msikilizaji wangu. Zaburi ya leo, Zaburi nambari 118, ni wimbo wa ushindi na nukuu: sitakufa bali nitaishi, mwisho wa nukuu. Haya ni maneno ya mtu aliyekutana na nguvu ya Mungu. Ni mstari huu wa ajabu na nukuu: jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni, mwisho wa nukuu. Yesu aliyekataliwa, aliyeteswa, aliyetemewa mate, aliyeteswa katika msalaba na aliyesulubiwa, leo ndiye msingi wa wokovu wetu. Katika somo la pili kutoka katika waraka wa Paulo kwa Wakolosai sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 4, Mtume Paulo anatupa mwito mzito sana na nukuu: ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo ya juu, mwisho wa nukuu. Hii ndiyo maana ya Pasaka. Si Yesu tu aliyefufuka, bali nasi tunaitwa kufufuka pamoja naye. Kufufuka kutoka dhambi kwenda neema, kufufuka kutoka hofu kwenda imani, kufufuka kutoka maisha ya zamani kwenda maisha mapya. Pasaka si kumbukumbu tu, ni mwito wa mabadiliko ya maisha. Katika sehemu ya Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohane katika sura ya 20 mstari wa 1 hadi 9, Injili ya leo inatupeleka asubuhi na mapema, kungali giza. Maria Magdalena anafika kaburini, lakini anakuta jiwe limeondolewa. Anaona kaburi liko wazi, anaanza kukimbia. Petro na mwanafunzi mpendwa wanakuja, wanaona vitambaa vimewekwa vizuri na leso imekunjwa pembeni. Hii si ishara ya kuibiwa mwili, ni ishara ya tukio la ajabu. Na Injili inasema na nukuu: akaona na akasadiki, mwisho wa nukuu.
Hapa ndipo imani inaanza, kuona ishara na kusadiki fumbo. Ndugu msikilizaji, Pasaka ni zaidi ya tukio, ni fumbo la upendo wa Mungu. Kama sequensia ya leo inavyosema, na nukuu, mauti na uzima vimeshindana ajabu, mkuu wa uzima aliyekufa atawala mzima. Mwisho wa nukuu. Yesu alikufa, lakini hakubaki kaburini. Yesu alizikwa, lakini kaburi halikumshikilia, kwa sababu yeye ni uzima na ni uzima wa milele. Ndiye mwanzo na mwisho, ama ukipenda ndiye Alfa na Omega. Yeye aliye mwanzo na mwisho, yeye aliye mwamba, yeye aliye mmoja katika Utatu Mtakatifu. Labda swali la Pasaka ni hili leo hii, tujiulize: je, mimi nimefufuka pamoja na Kristo, au bado niko kaburini? Kaburi la chuki. Bado nimelala katika kaburi la chuki. Bado nimefia katika kaburi la dhambi. Bado niko katika kaburi la kukata tamaa, au nimelala katika kaburi la hofu. Kristo amefufuka, lakini je, moyo wako umefunguliwa? Jiwe la Kristo liliondolewa kaburini. Je, jiwe la moyo wako limeondolewa? Pasaka ni mwaliko kwako msikilizaji. Ni mwaliko wa kuanza upya, ni mwaliko wa kusamehe, ni mwaliko wa kuamini tena, na ni mwaliko wa kuishi maisha mapya. Mpenzi msikilizaji, hakuna giza linaloweza kushinda mwanga wa Pasaka. Hakuna dhambi kubwa kuliko rehema ya Mungu. Hakuna kifo kinachoweza kushinda uzima wa Kristo. Hivyo basi, usiogope, usikate tamaa, kwa sababu Kristo amefufuka na yu hai milele. Tuombe. Ee Mungu Baba mwenye nguvu, tunashukuru kwa zawadi ya Pasaka, ushindi wa mwanao juu ya mauti. Utujalie nasi tufufuke pamoja naye, tuache maisha ya dhambi na kuishi katika mwanga wa neema yako. Bwana Yesu Kristo, uliye mshindi wa kifo, ingia katika mioyo yetu, ondoa giza lote na utupe uzima mpya. Roho Mtakatifu anayekamilisha Utatu Mtakatifu, tujaze furaha ya Pasaka na utufanye kuwa mashahidi wa ufufuko wako duniani. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mpenzi msikilizaji, leo tunaondoka si kwa huzuni bali kwa shangwe. Leo tunaondoka tukitangaza Kristo amefufuka. Haleluya! Beba furaha hii moyoni mwako. Ishi kama mtu aliyefufuliwa. Tembea kama mtu wa mwanga, kwa sababu Pasaka si mwisho wa safari, ila ndio kwanza mwanzo wa maisha mapya. Wanavyosema Waswahili, ndio kwanza mkoko unaalika maua. Heri ya Pasaka njema iliyojaa neema, furaha na uzima wa Kristo. Haleluya! Makala haya yameandaliwa na kusomwa kwako nami Shamba wa Shamba, kutoka katika meza yetu ya makala maalum. Siku njema, na endelee kusherehekea Pasaka yako kwa njia ya amani, upendo na furaha wa milele. Yesu amefufuka. Haleluya, haleluya. Bwana kafufuka, tuimbe. Bwana kafufuka, tuimbe. Haleluya. Bwana kafufuka, tuimbe. Bwana kafufuka, tuimbe.